Ahlan wa sahlan wa marhaba. Mpendwa na kukaribisha katika jina safi kabisa la Yesu Kristo aliye hai, tuweze kumega mambo mawili matatu na kuyapakua. Lakini kabla ya hapo, kama ilivyo ada, tuweze kujikabidhi katika ulinzi wa Mungu wetu aliye hai. Uishie mahala pa juu, Jehova usiyeshindwa, katika jina la Yesu Kristo. Nasema ni asante napozungumuza na kutoa maneno mawili. Pengine kuna huyo mtazamaji atachukua muda wake, naomba umbariki, na huo muda atakaochukua Mungu umlipe sawa sawa na mapenzi yako. Lakini la mno, majina yetu yasikosekane katika kile kitabu cha mbinguni cha kurithi uzima wa milele. Napotoa fundisho kuhusu sehemu ya pili sura ya Qur'ani, sura al-Baqara aya yake ya 97, naomba Mungu anifahamishe pamoja na mtazamaji. Katika Kristo tumeomba, amen. Dadangu, ndugu yangu, popote ulipo, mie wako Ismail Saidi. Hii ni channel yako ipendayo ya Ex Imam Online TV ama Ex Imam TV, Hizbul Masih, the gospel of Jesus to the Muslims. Nawashukuru nyote kwa maombi na kwa utukufu wa Mungu aliye hai. Na kwa sababu si vizuri nianze kwenda huko niende kule, naomba niingie moja kwa moja katika hii tafsiri ya hiki kitabu hiki, Asbabu Nuzul cha huyo al-Imam Jalaluddin. Walikuwa ni wawili hawa imamu hawa. Al-Imam Jalaluddin, tunaendeleza ule mwendelezo wa tafsiri ya Qur'ani ama masababu nuzul ya Qur'ani, suratul Baqara, sura ya pili ile aya yake ya 97, ambayo kama wakumbuka katika usemi wa kwanza, sehemu ya kwanza, uliona vile ambavyo Muhammad na maswahaba zake wanajaribu kuwatungia uongo Wayahudi wa Israeli. Jambo hili naomba nilizungumuze kwa sababu nikimaliza mkanda huu wa mwisho wa pili kuhusu suratul Baqara, naomba Mungu akinipa pumzi nianze kufundisha somo kamili. Kwa nini ugomvi na uadui ni mkubwa kati ya Waislamu na Wayahudi? Najua umefundishwa, najua umesikia mengi kutoka upande wa Kiislamu, kutoka upande wa Kikristo, lakini na mimi itakuwa bora zaidi niweze kutoa kile ninachokijua. Ugomvi huu tusiuchukulie wa mzaha, maana sasa wasiojua historia, maana kuna hatari sana. Kabla sijamalizia sentensi ya kwanza, ikiwa utaisoma Biblia na hujui historia, si kwamba huwezi ukawa mwalimu ama mfundishaji, lakini huenda kuna baadhi ya maneno yatakupiga chenga. Hapo ndio wanatheolojia wanatumia hicho kiegezo kuwadharau wainjilisti. Mwinjilisti si mtu wa kudharauliwa. Mwinjilisti anafanya kazi kubwa hata kuliko baadhi ya wachungaji wenye theolojia kubwa. Ndio kweli huo, na si madharau. Lakini nachotaka kumaanisha hapa, nachopenda kumaanisha ni kwamba ikiwa utakuwa na nafasi, ni vizuri kuichungulia historia. Itakupa nafasi kubwa ya kuelewa kitu gani kinachoendelea ama nini maana ya kitu fulani. Wasiojua historia vizuri, si kwamba hii nalitumia kama neno la kimadharau. Huenda wakaona hivi vita vya Myahudi na Muislamu ni kitu chepesi tu cha kutaja hivi. Si jambo la kutaja. Elewa kitu kimoja. Israeli ni taifa ambalo huwa halisahau kumbukumbu ya mambo ambayo yametendeka kizazi baada ya kizazi.
ndipo naona ndani ya Biblia kuna kitu kinaitwa waandishi na Mafarisayo. Waandishi wale wanaojua, wale ambao wamejaliwa kuelewa, wanaelewa waandishi kazi yao ilikuwa ni nini. Kwa hivyo na maana gani? Wayahudi hawatasahau Muhammad na maswahaba zake waliwafanyia nini. Lakini kwa sababu hilo ni somo kivyake, ni fundisho kivyake, nitaingia huku na nitakuwa natoa aya moja ama hadithi, basi moja kwa moja pale naweka ufafanuzi ambao huenda ukawa na nyama ya kugusa. Namba 2, zipo hadithi ambazo mimi najua ni sahihi, na hilo somo nitakuja kuligusia. Yaani maana yake kwamba zinakubaliwa na Waislamu. Mbona wakati mwingine naonekana kwamba hadithi fulani sipendi kuiweka kwenye mazungumzo haraka? Kwa sababu hilo somo nitakuja kuwafundisha kwamba hadithi hii, samahani nimetumia lugha gani kuja kuwafundisha? Mimi si mwalimu, nitakuja kuwakumbusha. Hadithi hii ninajua vizuri kwamba ni sahihi, lakini kwa dhehebu fulani, na hadithi hii ni dhaifu kwa dhehebu fulani. Hilo nalo nitakuja kulizungumzia. Kwa hivyo naomba unipe nafasi tuweze kumega aya hii, uone vile Wayahudi kwa nini wamekuwa na ugomvi ambao hata mimi kama sikumkubali Yesu Kristo niwe ni Myahudi, basi ule ugomvi moja kwa moja hauwezi ukanishia. Kwa sababu binadamu huwa na kovu ya maumivu ya kitu. Sasa mimi nakuomba hilo somo nikimaliza hivi, kuanzia kesho kwa uwezo wa Mungu aliye hai nitaanza kulirusha kila siku nikijaliwa na namna ya kulirusha, na masomo mengine mengi ambayo nitajaliwa kuyarusha. Sasa wakumbuka kwamba Qur'ani sura ya pili aya yake ya 97 kipengele, kama umefuatilia ule wa kwanza sitaki kurejea pale, ila kuna hadithi moja naomba tuifuatilie tuone. Qul man kana aduwwan li Jibrila, hiyo ni aya yenyewe, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minina. Aya hii imetafsiriwa kama nilivyotangulia kwa kutaka kuficha kilichomo ndani. Mpaka sasa wakabwagiwa Mayahudi lawama ili kuficha nukta zilizomo katika aya. Na hili nauma, eti Wayahudi wanasema yule malaika Gabrieli ni adui yao. Lauma watu walisema. Sasa wacha, kwa sababu hiyo hadithi nishaisoma, naomba twende katika hadithi nayokusudia hapa. Nitasoma kama hadithi 2-3 katika kitabu hiki cha Asbabun Nuzul. Yanasema fa akhraju min tariqi Bukair bin Shihab an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas. Yani silsila ya hadithi inatoka kwa njia ya Bukair kutoka Ibn Shihab kutoka kwa Sa'id ibn Jubair, na inakuja kumwangukia ani Ibn Abbas. Huyo Ibn Abbas jina lake Hasan Abdullah Ibn Abbas. Anasema akbalatu yahuda ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu, ni wengi maana ingetumia qala, anasema faqalu, Wayahudi walimkabili Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakamuuliza, ya inaitwa harfu nida, ya harfu nida, harfu ya kuita mtu, ya Abul Qasim, wanamuita kwa jina lake, kwa jina la huyo Qasim, babake Qasim, inna nas'aluka, hakika sisi tunataka kuuliza, tutakuuliza an khamsat ashiya, mambo matano. Hapa kwa hadithi ile katika mkanda wa kwanza, naomba uvute akili uone kwa nini hii aya wanaificha ukweli wake. Kwa nini? Ndio lengo la mkanda wa pili, mwendelezo. Katika hadithi ya kwanza
inasema hivi, utaniwea radhi nirudi kidogo ili uunganishe. Inasema wa huwa fi ardhi yaktarif, fa ata nabii sallallahu huyo bwana Abdullah ibn Salam faqala inni sa'iluka an thalatha la ya'lamuhunna illa an-nabiy. Hapa ni huyo bwana Abdullah ibn Salam ndio mmoja kama ndiye Muhammad. Hapa anamwambia, katika kumwendea anamwambia, nitakuuliza mambo matatu, la ya'lamuhunna illa an-nabiy, hakuna anayejua isipokuwa nabii. Mambo matatu. Hadithi hii inakuja kusema inna nas'aluka an khamsat ashya, sisi tunataka kuuliza mambo matano. Kama wewe ni mfuatiliaji na unasoma mambo ya kulinganisha, utapata kwamba kila hadithi itakayokuja inajaribu kuficha ule ukweli uliomo katika ile aya kwa kuzua zaidi ya mambo. Hapa matatu, hapa matano. Wanasema fa in amba'atana, ikiwa utatupa habari kuyahusu, amba'atana biha, ikiwa utatupa habari kuyahusu, arafana, tutafahamu annaka nabii, kwamba wewe ni nabii. Na kama nilivyotangulia kusema, kama kuna kitu ambacho Muhammad alikuwa hapendi ni kuulizwa maswali. Kupenda. Sasa hapa hadithi nyingine yenye shamaza nayo nasema nyingine, lakini hiyo umeipata mambo matano. Ukitujibu tutasadiki kwamba ni nabii. Hadithi ya tatu, fadhakara alhadithi wa fihi, kwa hapa kwa mkandaoni ya pili, fadhakara alhadithi wa fihi annahum sa'alu amma harrama Israila ala nafsihi wa alamati an-nubuwa wa ar-ra'd wa sawtahu wa kayfa tudhakkiru mar'atu wa tu'annath wa amma ya'tihi bil khabar. Nafikiri ni vizuri nifafanue. Jambo la kwanza katika haya matano, alama ya kiyama. Samahani. Amma harrama Israila ala nafsi, ni kitu gani alichojiharamishia? Ni kipi alichokijiharamishia Yakobo? Hapa ametumia Israeli, yule Yakobo baba mzaa wale 12. Ni kitu gani alichojiharamishia mwenyewe? Yaani Mungu hakumharamishia, yeye akajiharamishia. Hapo kuna kipengele ambacho ni cha ajabu. La kwanza, wa alamatu nubuwa, na alama ya utume, sijui utume wake, wa arradu wa sautahu, na radi na sauti yake, wa kaifa tudhakkaru limar'atu wa tu'annath. Hiyo nafikiri nimeeleza pale katika kile kipengele. Wa amma ya'ti bil khabari minas samaa, na ni nani huyo anayekuletea habari kutoka mbinguni? Muhammad kimya anasema ila an qalu fa akhbarna min sahibika, mpaka wakaendelea kumwambia fa akhbarna man sahibuka, tuambie basi nani huyo rafiki yako aliyekuletea habari kutoka mbinguni? Qala Jibril, akasema ni Jibril. Qala Jibril, qala Jibril, akasema Jibril, yanzuru bil harabi. Katika lugha ya Kiarabu, msongo uliomo ndani ya hadithi unataka kuzuia kitu hapa. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Sasa hapa wanasema waliomuuliza Muhammad mwanzo wa hadithi, mwanzo faqalu, wakasema. Hapa hadithi tena inakuja na changanya, inakatika, inasema qala, tena alikuwa ni moja. Hapa wanamuuliza ni wengi, inafika katikati na katika nasema ni moja. Maana herufi inayotumika ni qala, akasema. Huenda mtu akasema pengine sasa alibaki moja ndo akaendelea kumuuliza. Nifuatilie. Qala Jibril, Muhammad anambia ni Jibril, wakamwambia Jibril. Wakamwambia Jibril yanzuru bil harbi, Jibril Gabriel yeye hushuka kuteremka kutoka mbinguni kwa sababu ya vita, wala qatl, na kuua, wala adhabu, na kuadhibu. Sasa naomba tuangalie sisi Wakristo ambao tunachukulia mambo kimzaamza. Hivi Wayahudi waitamka maneno. Muhammad anawaambia kwamba Jibril, anaambia huyu
yanzilu bil harabi, sababu ya vita, wal qatl, na kuua, wal adhabu, na kuadhibu. Lau kana Mikailu alladhi yanzilu birrahma, la itangekuwa ni malaika Mikail ambaye hushuka na kuleta rehma, yeye huleta rehma, neema, baraka, yeye kazi yake Jibril. Wal qatl lakana khairan, basi ingekuwa ni bora. Kwa ufupi, kama alikuwa ni Mikail tungekubali, lakini Jibril yeye kazi yake ni kuua, kuchinja, vita. Mkristo, waonaje leo Wayahudi wakisikia wanasingiziwa vitu kama hivi? Wasingiziwe jambo ambalo hata kwao wenyewe haliingia akilini, kisha aishwa watamwamini huyo kuwa ni mtume mwenye kusingizia watu namna hiyo? Wacha nisome hadithi nyingine ndio nifanye ufafanuzi. Inasema huyo ndipo namtaka huyo. Wa akhraja isnad Ishaq ibn, anasema fi ibn Jariri min tariq ash-Sha'bi anna Umar kana ya'ti al-yahuda fa sami'a min Tawrat. Huyo Umar huyo ibn Khattab huyo alikuwa na tabia sana ya kupenda kusikiza Taurati kusoma. Alikuwa na tabia hiyo bwana. Sasa alikuwa anapiga chenga, anaona kuna ndemona ameingia kwenye darasa la Wayahudi, kimya anaketi. Ndipo nataka kuelewe why Umar bin Khattab hakuwa na uhakika na utume wa Muhammad. Na ushahidi nitautoa. Umar bin Khattab, khalifa wa pili kwa upande wa Sunni, yeye hakuwa na uhakika na utume wa Muhammad ibn Abdullah Abul Qasim. No kabisa, na nitatoa ushahidi. Sasa anachakatuka na kwenda kwa darasa za Wayahudi. Kana ya'ti yahuda fasami'a min Tawrat, alikuwa anasema kwenda Tawrat, maana Tawrat ni tamu ile. Wayahudi nao hiki kisomo unachokisikia wakisoma Qur'ani, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Muhammad kakopi. Sasa yule bwana kana sikiza Omar anasema, Omar fayataajab kaifa tasaddaq ma fil Qur'an. Alikuwa anastajabu. Sasa hapo kuna kipengele, alikuwa anastajabu vipi hii Taurati inasadikisha eti yaliyomo katika Qur'an. Nitakuja kufafanua. Kisha anatuambia Taurati ilichafuliwa, ilifanya hivi. Anasema qala famarra nabiy sallallahu alayhi wasallam yawman wa ana ukallimukum faqultu anshadukum billahi wa ma taqra'una min kitabihi ata'lamuna annahu rasul sallallahu akasema. Kuna kipengele nataka kwanza. Nimekipata. Anasema famarra nabiy sallallahu alayhi wasallam yawma, mtume akawapitia siku moja, akapita. Wa ana ukallimuhum, na mimi nilikuwa nazungumza na Wayahudi. Fakun Umar akawauliza, je, nawapisha nashuhudia wama taqra'una min kitabihi ata'lamuna annahu rasulullah? Qalu na'am. Fakun ta'lamuna annahu rasulullah thumma la tatba'unahu, akaambia mnajua kuwa yeye ni mtume wa mwenye. Yani Umar anawamuuliza, mnajua Muhammad ni mtume? Eti Wayahudi wakasema naam. Sasa Umar akawaambia, mnajua kuwa ni mtume na hamumfuati, hamtaki kumwamini. Wakajibu anasema, walakin sa'ainahu man ya'tihi binubuwatahu ama binubuwatihi, tulimuuliza huyo Muhammad mtume anasema tumfuate, huyu anayekuletea ujumbe kutoka mbinguni ama anayekuletea habari ya unabii wako unaitwa nani? Aya za Qur'ani zinaitwa nani? Fakala eti Muhammad akwambia, ni majibu ya Umar na Wayahudi, aduuna
Jibril. Kwamba sasa pale juu hadithi wanamuuliza huyu Muhammad, Mayahudi wanamwambia Omar, kinachofanya tusimwamini Muhammad. Siku moja tulimuuliza, huyu anayekuletea habari ni nani kutoka mbinguni, unabii wako, utume wako? Akawaambia Jibril. Faqala aduuna Jibril annahu yadhbi, wakamwambia huyo adui huyo Jibril ni adui yetu. Sipende kuunganisha vipengele vingine kwa sababu nitajirudia mbio. Sasa Omar akawauliza, vipi malaika mnayompenda nyinyi? Hii malaika gani ambayo mnaona ni mzuri, maridadi, safi kwenu? Akamwambia akamwambia Mikaili ndiye mzuri wa Yahudi. Hadithi nenda kusema pengine hadithi yenyewe sasa hadithi sasa ya 1 2 3 nafikia 3 ya 4 inasema, acha nihesabu vizuri sichanganye, ya kwanza, ya pili, ya tatu, na hii ya tatu naiunganisha ewe moja. Sasa sikiliza sasa. Abi Hatim pia anatoa hadithi ni tariki akhar katika mapokezi mengine, ani Abdurrahman ibn Abi Layl ani yahudiya hakika yahudi laqiya Umar bin Khattab, walikutana Umar bin Khattab, faqala, wakamwambia, inna Jibril alladhi yadhkuru sahibakum aduwwun lana, hakika huyo Jibril anayetajwa na rafiki yenu huyo Muhammad ni adui yetu. Faqala Umar akasema, hapa ndio nataka sasa unielewe kwa mkanda huu. Umar akasema, amekutana Wayahudi wakamwambia, bwana, huyo rafiki yenu anataja Jibril, huyo ni adui yetu. Sasa Umar akasema, angalia hizo hadithi zote kuziba ukweli. Man kana aduwa li Jibril. Anasema samahani kidogo ndugu yangu. Anasema Umar anasema, faqala Umar, man kana aduwa lillah, yule ambaye ni adui wa yule ambaye alikuwa, maana kana ni fi'il madhi, lakini wacha tukitafsiri kwa maana man kana aduwa lillah, mwenye anayekuwa ni adui wa Mwenyezi Mungu, wa malaikatihi na malaika wake, wa rusulihi na mitume wake, wa Jibrila na Jibril, wa Mikala na Mikail, fa inna Allaha aduwwun lilkafirina, hakika Mwenyezi Mungu ni adui wa makafiri, na Mwenyezi Mungu anakuwa ni adui wa makafiri. Hiyo ni Qur'ani sura ya 97. Fanadhalat ala lisani Umar, fahadhihi tariqun qawiyyun ba'dhuha ba'dhan. Ile aya ikashuka kwa ulimi wa Omari. Manake aya mbili hizi, qul man kana aduwwan li Jibril ya 97 98 ilishuka kwa ulimi, yani kwamba kwa namna nzuri ni maneno yalitoka kwa nani? Kwa ulimi wa Omari, ndipo zikaonekana ni aya. Sasa swali nakuja sasa, na maana Omar ni shetani? Maana tafsiri nyingi ambayo tunaisoma tunajua kwamba aliyeteremsha Qur'ani, tukilinganisha hii na hii tunaona shetani. Omar ni nani? Lakini kwanza chukua hii point. Omari anasema hayo maneno, ndipo yanawekwa kwenye Qur'ani, na nafikiri fundisho watu wengi wamelifundisha kwamba ndani ya Qur'ani yapo maneno ya Omar bin Khattab, jambo ambalo ukilisema mtu anaamka na hasira kutaka kuangamiza. Lakini si hivyo kabisa. Inatakikana before umpige mtu, before umzomee mtu, jaribu kumsikiliza point yake ni ipi. Sasa tuchukulie sasa ufafanuzi. Omar amesema maneno yakawekwa kwenye Qur'ani, na hii sio hiyo tu, zipo aya nyingi sana tutaziangalia na mmezisikiza kwa walimu wakubwa. Kuna hadithi moja nitakuja kuitoa katika mwenzo wa Wayahudi na Waislamu wadui wao. Omar bin Khattab
Sasa nataka tupanue akili kiasi. Amekutana na Wayahudi. Wayahudi wanamwambia, huyo rafiki yenu Muhammad katuambia anayemshukia kumletea utume ni Jibril. Sisi tukakataa kumwamini. Omar anasema man kana adu lillah, mpaka mwisho wa aya. Wayahudi wanamsikiza anayasema hayo maneno ya Qur'ani ambayo yamo ndani ya Qur'ani. Mayahudi wanamsikiza. Haya maneno yanapatikana ndani ya Qur'ani yakisemekana ni malaika Jibril ameteremsha. Si kama naeleweka, lakini na hakika wameelewa. Sasa hao Wayahudi washamsikia Omari ndio mwenye kuyatamka. Hayo maneno yamepelekwa kuwa ni ya malaika Jibril. Hapana. Wayahudi hawakuwa na makosa wakisema aliyeteremsha kama Wayahudi. Sasa tuchukulie kwamba Wayahudi wanasema, tuchukulie sasa kwa tafsiri yao kwamba Wayahudi walisema malaika Jibril ni adui. Ndio nikasema mkanda wa kwanza, hiyo malaika Jibril ondoa. Wao Wayahudi walijua vizuri hayo maneno yametamkwa na Omari, si ya malaika. Na Omari mwenyewe alikuwa ni adui wa Mayahudi. Sitaki kwenda huko sana, tutakuja kuona. Sasa vipi? Kwa sababu kwanza usisahau hadithi nyuma. Akaenda pale anachungulia, anasikiza Torati, anarudi kwa Omari. Kuna hadithi moja maustadhi wameitoa sana ya vile ambavyo Omar siku moja alimwendea Muhammad na kipande cha Torati. Aliandikiwa. Muhammad akafura, akaona huyu ataniharibia. Hadithi mnaijua. Sasa vipi leo Wayahudi waamini neno hilo kwamba limetoka kwa Mungu moja kwa moja? Wanaona vitendo vya Omari, matamshi yake ni ya kishetani. Hayo si matusi. Wanajua watu wengi wanasema Ismaili ni kama hatumuelewe au anaficha ukweli. Mimi sifichi ukweli, lakini kuna kitu kimoja, kila jambo lina wakati wake. Na nikisema hivyo mimi si matusi. Tofautisha matusi na hoja. Hii ndio jambo nataka kuelewa. Hoja maana yake nini? Katika vitabu vya Sunni vyenyewe vinathibitisha, hata vya Shia, Omar alikuwa na tabia ambazo za ajabu kwa lugha nyepesi za kishetani. Nitatoa maandishi hapa, nitatoa. Sasa wale Wayahudi wanaona hii aya maneno kayatamka huyo mwenye tabia hii, na sisi mwenye kutamka hayo maneno huwa ni adui yetu. Maana hata kama ni binadamu, hapana. Kama ni huyo ndo kayatamka ikasemekana ni Jibril, basi huyo ni adui yetu. Si Jibril adui ya Wayahudi, yule aliyetamka hayo maneno. Hii nimetoa sehemu moja ya kuonyesha kwamba aya hii ya 97 hakuna mwanya wa kuihepa. Hakuna mwanya wa kwenda kulia, hakuna mwanya wa kwenda kushoto. Itabaki tu aliyekuwa ni adui wa Jibril ndiye aliyeteremsha nini? Qur'an. Maanake kwamba yule yote ambaye anasingizia Jibril ndio kaleta maneno, yeye ni muongo. Na muongo nani? Ni shetani. Panatosha? Upo? Yoyote anayemzuilia Jibril uongo kwamba ndio kamletea ujumbe. Na Wayahudi wakapima uzuri, walimjaribu sana Muhammad, wakapima wakaona hayo maneno kayatoa Omar barabarani, akampeleka Muhammad, ikasemekana ni aya. Vitendo vyake huyu jamaa kama ni hivyo, basi hii Qur'ani inamanikana ni maneno ya adui yetu sisi Wayahudi, wakikusudia kwamba si kwamba Jibril
Hilo limeeleweka, ndio nikasema haepwe. Aya itasimama wazi, aliyekuwa ni adui wa malaika Jibril ndiye aliyeteremsha Qur'an. Unajua Omari, kuna hadithi inasema hata shetani mwenyewe alikuwa anamshangaa. Sasa mtu ambaye anashangaa, shetani anamshangaa wewe vipi? Unaonaje? Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa pumzi kutoa kipande hiki kifupi, na kawaida yangu napenda mikanda iwe mifupi. Ikistahili kuwa mirefu na kwa mrefu. Kama umenielewa nashukuru. Lakini lengo la kumalizia hapo ni kwamba kwa njia yoyote, kwa namna yoyote, Wayahudi walikuwa sahihi. Kama unajua nimetoa hizo hadithi kusema ukienda upande huu Wayahudi wako sahihi, ukienda upande huu Wayahudi wako sahihi. Maana yake hiki kipengele cha malaika Jibril hakipo. Walishangaa kusingiziwa Jibril, na anayetamka hayo maneno yanayowekwa huko ndani si Jibril, ni adui wa Jibril. Wengine tafsiri nyingine ambayo huenda ikawa ni nyepesi tumeizoea ni kwamba basi tuseme hivi Mayahudi ni maadui wa Jibril. Tuchukulie sasa tafsiri ambayo pia tuko nayo, walimu nayo, watazamaji mnayo. Wayahudi ndio maadui wa nini? Wa malaika Jibril. Haya, tuchukulie kwamba hao Mayahudi ndio walioteremsha Qur'ani kwa moyo wa Muhammad kwa idhini ya Allah. Yaani ndio ngasema hiyo aya, Waislamu tafadhali msihepe. Na wajua na kuhurumieni jamii, marafiki zangu wa Kiislamu. Hivi hii kasumba ya ghadhabu na hasira ndio kurithi nini? Punguza kidogo, si sana, kidogo tu. Yaani mnapopunguza hasira kidogo, utapata mpenyo wa Roho Mtakatifu kwa haraka sana, na utapata kila kitu kinakwenda vizuri, na ufahamu fulani usiokuwa na hasira utaanza kuyeyuka na kutoweka, na utaanza kuona vitu vilikuwa blue unaviona kuwa ni white, utaanza kuona vitu vilikuwa ni red utaanza kuona ni white, utaona vitu vilikuwa ni black utaanza kuona kuwa ni white. Lakini kama mshipa wa ubishani utashinda, sijui. Lakini langu ni kukuombea. Asante sana kwa muda wako mtazamaji. Tukutane kwa mikanda mifululizo. Oshe na wenzako tusaidiane kufikisha ujumbe huu wa Mwenyezi Mungu, tuweze kupata ombi. Asante Jehova kwa rehema zako, kwa fadhili zako. Umenijalia pumzi pamoja na mtazamaji huyu, tukaweza kushare pamoja maneno yako kutoka ndani ya Biblia. Maana yake kwamba hata kama sikuisoma Jehova, nimesema kwamba ndani ya Biblia Jehova hakuna andiko kwamba malaika Gabriel alikuwa ni adui wa Wayahudi. Ni uvumi, ni kusingiziwa, walisingiziwa Wayahudi. Nayo maneno yaliyomo ndani ya Qur'an tutazidi kuyasoma na yawaweke watu kuona ukweli warudi katika zizi la Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili ya kila mwenye mwili. Asante. Bariki mtazamaji, nibariki mimi. Wakati mwingine ukijali tukutane. Sifa na shukrani zitakurudia wewe. Ni katika Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen. Tukutane wakati unaokufaa na wakati usiokufaa. Hubiri neno la Yesu Kristo aliye hai.